Naam, ni siku nyingine tena mwana michezo katika kipindi cha dondoo za michezo, na leo siku ya Jumatatu tukiwa tumeanza kabisa salama mwezi huu wa 5 tunaendelea kujadili yale yote ya kimichezo katika dondoo za michezo. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ameweza kufanikisha kufika hapa siku nyingine tena Jumatatu hii, na tuna mengi ya kuzungumza katika dondoo za michezo. Ila kubwa zaidi ni kuhusiana na mwamuzi Kayombo ambaye watu wengi wamezungumza mara baada ya mchezo wa Simba Sports Club pale katika uwanja wa KMC Complex. Kayombo mara baada ya kutokufanya vizuri katika mechi hii, watu wengi wamezungumza na kusema kwamba ni wakati sasa wa bodi ya ligi kuingilia na kuweza kufanya maamuzi juu ya kuamua nini kifanyike kwa mwamuzi huyu ambaye alikuwa ni center referee katika mchezo wa Simba dhidi ya Mashujaa ambapo Simba ilipata ushindi wa magoli 2-1. Lakini pia kubwa zaidi pia ni kuhusiana na mara baada ya matokeo kuwa ndivyo sivyo, kuna uwezekano mkubwa sana wa makampuni haya yanahusisha na ubashiri kujiondoa katika ligi kuu ya soka Tanzania bara kutokana na mechi za ligi kuu kupangwa matokeo mara kwa mara. Sasa hii inakuwa ni athari kwa kiasi gani kwa upande wa soka la Tanzania, kwa sababu wawekezaji wengi wamekuja, lakini kashfa ya upangaji wa matokeo imekuwa ni changamoto kubwa sana, imeshika hatamu hasa katika ligi kuu ya soka ya NBC. Nipo na mchambuzi wa zamu leo Nassi Ngayoma, na mengi ya kuzungumzia hasa kabisa juu ya sakata hilo la referee Kayombo na hata pia juu ya sakata la ligi kuu ya NBC kukosa wadhamini katika makampuni ya kubashiri, huenda msimu ujao mambo yakawa ndivyo sivyo. Mambo vipi? Fresh, niambie. Safi. Poa. Niko fresh kabisa. Okay, nakuona. Ndio. Fresh, karibu. Unaonaje bwana haya mambo ambayo yana trend mtandaoni, hasa kabisa referee Kayombo ambaye alichezesha mechi ya Simba dhidi ya Mashujaa? Watu wengi wanalalamika hawajawahi kushuhudia mchezo unaongozwa kwenye added time, dakika zinaongezwa zaidi ya dakika 20 ambapo Simba akapata ushindi dhidi ya Mashujaa. Unajua mpira ni mchezo wa wazi, sawa, na sasa hivi kila mwananchi ama kila mtu anaufuatilia mpira kwa ukaribu. Wachambuzi wako wengi, wanatoa elimu ya masuala ya mipira na nini. Kwa hiyo watu wengi sasa hivi wanafahamu element za sheria za mpira wa miguu. Obvious, mimi naweza nikasema mwalimu Omar Kayombo aliutaka sana mchezo ule kulikoni Simba yenyewe. Yaani unaona mwamuzi aliutaka mchezo kulikoni Simba yenyewe ilivyoutaka ule mchezo. Umeona eh? Kwa hiyo unaona kabisa ni mwamuzi anaumia kwa nini Simba haifungi, anaumia kwa nini hawa Mashujaa wanazuia. Unajua siku ile Mashujaa walikuwa wana sanaa nzuri sana ya ukabaji. Sana. Walikuwa wana defense low defense. Ulikuwa unaweza kuona jinsi wanavyo ile partner yao wanafanya sweeper na nini, unakuta ile Simba kuwafungua imekuwa ngumu. Kwa hiyo pale sasa muamuzi akaona kwa nini inakuwa hivi. So mimi niseme kwa afya ya mpira wetu vinatakiwa viangaliwe vitu, sio vitu fair, sio fair. Hii ni ligi marathon, ligi ya ndani, kwa hiyo inahitajika kila timu inavyojiandaa the way, basi inahitajika ipate matokeo mazuri, sio kwa sababu kofia ya ukubwa wa timu ndio imkandamize mtu mwingine. Mimi naweza kusema refa siku ile aliwanyonga sana Mashujaa bila ya huruma kwa kofia tu ya ukubwa wa timu pinzani inayocheza na Mashujaa. Kama penalty ile ya kwanza ambayo ndio imefanya equalization ya goli, unaweza kuona refa ametafasili vipi sheria ya ule mpira, kwa sababu sheria ya mpira ya pigo la penalty litoke, inatakiwa mkono uwe katika njia yake, alafu mpira yani mkono utoke katika njia yake uende katika njia nyingine mpira. Yes, kwamba hilo ndio linakuwa pigo uhuru la penalty. Lakini mpira ukija kugonga katika mwili wa defender alafu ndo kaenda katika mkono, hakuna sheria ya kutoa penalty. Sasa nashangaa yeye ametafasiri wapi sheria ya kutoa penalty ile penalty ya kwanza. Of course penalty ya pili okay, ile ni ile giant machwadi ya mchezaji Shomari Kapombe, na unaona kabisa mguu wa kushoto wa Shomari uliinuka ukawa na contract na mguu wa mchezaji wa Mashujaa defender yule. Kwa hiyo all ile ilikuwa ni penalty, lakini ile ya kwanza haikuwa penalty. Na ongezeko la dakika 6 za kipindi cha kwanza, Mashujaa walicheza sana rafu. Rafu zilichezwa kama 27. Kwa hiyo unaweza kuona muda ulipotea. Mimi nilicount second kama kila rafu ilichukua kama sekunde 15. Kwa hiyo mara 17 ukija kuleta katika county unapata dakika 6. Mimi dakika 6 za kwanza ziko fair kwa sababu mpira ulisimama na FIFA inataka mpira uchezwe muda mwingi, sio? Lakini ile ya pili dakika 15. Akasema what if hii sio competition.
sio other challenge, ni ligi ya ndani. Inakuwaje dakika 15? Mimi nilitegemea dakika 8, dakika 9 kutokana na ile mpaka 10 kutokana na ile kadhia ya red card ile, kuchukua time goalkeeper kuja kuingia na nini, ilichukua muda mwingi, lakini uliweza kuona yellow card anatoa muamuzi kwa namna hipi. Red card azompa mlinda mlango wa Mashujaa, manake alikuwa na command, alikuwa anamlazimisha muda mwingi. Unajua sheria ya mpira, kipa ana sekunde 15 akifanya save. Sekunde 15 akifanya save yoyote ile ya kulala, sekunde 15 umwache. Lakini unaweza kumuona Omari Kayombo alikuwa anakwenda kumwarasi, inuka nini. Sasa manake hii inaonekana sheria hajui. Sio kama Simba labda amenunua ile mechi au amemwanga refa. Marefa wetu sheria hawajui. Marefa wetu wanapimwa kwa kukimbia pumzi. Anapewa mazoezi, kimbia kula hadi huko raundi 5 sijui nini, anapewa filimbi. No, wanatakiwa wazijue sheria. Kipa akiumia ana dakika 5 za kutibiwa, lakini yule alikopa akaenda pale, kipa akiumia akaenda pale moja kwa moja anaita machela. Wewe umeona wapi? Unatakiwa kwanza uanze kuita madokta wamtibie, ikishindikana dakika 5 zikipita aende nje. Lakini akianguka tu kipa kakimbia anaita machela. Unaweza kuona kwamba refa aliutaka sana mpira, aliitaka sana ile mechi kuliko ni Simba wenyewe. Kwa maana hiyo Nasi Ngayoma, marefa ndio wanalibu ligi yetu ya Tanzania. Of course, hiyo liko wazi. Hakuna kupepesa wala kumugunya. Liko wazi. Sitingishi masikio wala simungunyi mdomo. Liko wazi. Marefa wetu ndo wanaharibu ligi yetu hii. Mimi naamini Simba na Yanga hawaongi, isipokuwa utashi wa marefa wenyewe tu. Wanaingia pale na mapenzi yao, kwa sababu wapumbavu, naweza kusema hivyo. Uwezi wewe ukahatarisha professional yako kwa mapenzi. Wakati wenzako wale pale unawachezesha, unawapenda wako kazini. Leo sekta ya mpira wa miguu ndio inaoripa mshahara mkubwa kuliko ni taasisi nyingine yoyote. Aziz Ki analipwa milioni 45, shilingi milioni 45 kwa mwezi. Wewe unaenda kumpenda tu kwa sababu unapenda. Yeye mwenzako yuko kazini, unashindwa kulinda kazi yako. Kwa ujinga tu. Yes, kwa hiyo unaona hili tatizo. Na ndio maana unaona kampuni za beti, kwa sababu kampuni za beti zinategemea wanavozungusha ile beti, watu wanavokosa na nini na wao wanaingiza watu wadogo wanaopata na wao wanawapa. Sasa hivi ligi yetu Tanzania, manake watu wanaobeti wanapata zaidi. Watu wanapata zaidi kulikoni wale wachezeshaji wa beti. Kwa hiyo unaweza kuona nini? Manake marefa kama wanaona beti. Na hilo sakata inasemekana hata kuna baadhi ya wachezaji kwenye mid table teams wanafanya hivyo kwenye upande wa upangaji wa matokeo. Bado inasemekana, ila haijao official, ila kuna baadhi ya wachezaji kwenye timu fulani wanahusika pia kwenye upangaji wa matokeo, hasa katika mchezo wa kubahatisha, mchezo wa betting. Yeah. Mimi naweza nikaliamini hilo, ingawaje sina ushahidi nalo, lakini kwa sababu gani naweza nikaliamini hilo? Mid teams azilipi vizuri. Mchezaji anayelipwa hela nyingi mid team utakuta milioni 1. Sawa? Milioni 1. Milioni 1, huyo ndio mchezaji ambaye ni top katika hiyo timu. Milioni 1. Kwa hiyo jiulize, kama mchezaji top anapewa milioni 1, wachezaji wengine hao ambao sio top wanapewa shilingi ngapi? Kwanza kujikuta 200,000, 300,000. So far, kwa hiyo kupanga matokeo ni kitu cha kawaida, is normalization. So kikubwa inatakiwa kamati ya waamuzi, chama cha waamuzi wakae na TFF na bodi ya ligi, waboreshe maslahi au waamuzi ili kuondoa ikanzia. Lakini kama wataendelea kudunduliza, yani mtu anafanya kazi lakini analipwa kama mtu anacheza upatu. Obvious, upangaji wa matokeo tutegemee sana katika msimu unaokuja. Unafikiri kwa namna fulani kuna baadhi ya timu ambazo zinadhaminiwa na makampuni ya betting, unafikiri haitaleta athari kwenye upande wa wekezaji kwenye vilabu vidogo hata vilabu vikubwa kwenye soka la Tanzania kama endapo wakijitoa kwenye udhamini wa hizi timu? Haziwezi kuleta athari kwa sababu timu kubwa zilizaminiwa kabla ya hizo beti hazijakuja hapa nchini. Unajua Simba ya timu kubwa na ndogo pia kwa ujumla. Yes, of course, nasema kwa hizi timu mbili, Simba na Yanga ni majianti. Mpira wetu umeuzwa kwa sababu ya Simba na Yanga. Azam media wasingetia uwekezaji mkubwa yani kwa sababu ya Simba na Yanga ndo zimewafanya watie mzigo mkubwa pale. Wasingetia mzigo huo rotate kwa sababu tu ya Mashujaa, Dodoma Jiji nini, hapana. Kwa hiyo krimu ya ligi yetu nchini ni Simba na Yanga. Of course wataumia hizo timu ndogo, lakini hizo timu kubwa nafikiri akitoka wewe atakuja yule, kwa sababu unaweza kuona Simba alikuwa Sportsbet pale ndio mdhamini mkubwa pamoja na pacha wake Yanga, lakini wakamaliza kandarasi na Sportsbet wakaja Mbeti. Unaweza kuona sofa kwa hizo timu mbili zishajipambanua, wao hawana shida ya mdhamini, ila sasa hivi vilabu vidogo ndio waone kwamba wao wasifate mkumbwa, waache mahaba, wapige mbungi ili mradi na wao wa business. Yes.
Lakini pengine sasa kwa waamuzi ambao wangetakiwa labda wafanye kilicho bora zaidi kama alichokifanya Rajige, unafikiri sasa unawashauri vipi na nini kifanyike ili kusudi wafuate nyayo za Ahmed Rajige ambaye hivi sasa ukizungumza kamera za CAF zinamulika na miongoni mwa marefali ambao wanafanikiwa kuchezesha hizi mechi za klabu bingwa barani Afrika na pengine hata katika mashindano ya AFCON ambayo yanatarajiwa kufanyika kule nchini Morocco. Ahmed Rajige anaweza akawa kwenye listi ya marefali ambao wanaweza wakachezesha katika mashindano hayo. Waache uoga, watimize wajibu wa taaluma yao, professional yao, wasimame katika professional. Marefa wengi mimi naishi nao baadhi ya marefa mtaani na wauliza, wanaogopa kusemwa, kupigwa mawe na mashabiki wa hivi virabu vikubwa. Sasa waache uoga huo, watimize wajibu wao, watimize ile nini professionalism yao ya urefa. Wasimame katika haki, katika taaluma, kwamba Ahmed Rajige mechi ya Yanga na Azam umeona straight ametoa red card, amempa mtu muhimu, amempa kadi Ibrahim Baka, ile Yanga anakufa goli moja. Ndio. Sawa Ahmed Rajige huyu akaenda kumpa mchezaji muhimu wa Simba Sports Yanga na Simba, akampa kadi nyekundu. Unaona ile matukio muhimu Ahmed yeye ndo anachukulia nini opportunity ya kwenda. Lakini wacheza marefa wengine wana balance. Una balance nini? Wewe una balance nini? Wewe pale umewekwa usimamie sheria. Kubalance wapi na wapi? Penalty shehe, mechi moja inaweza katoka hata 10. Kama kuna rafu zinachezeka ndani ya pigo huru ya penalty. Toa. Rajige umeona apepesi imetoka anaweka pale. Eka pale tena iko serious. Akija mtu anatabasamu anamwambia ni penalty. Yes. Hii ndio imempa opportunity. Mileage kubwa ameenda kule. Na nikwambie Rajige anakwenda kuwa mtu mkubwa sana katika tasnia ya mpira wa miguu. Ndio. Yes, ni hazina kubwa sana. Ni mtu ambaye unamuona kabisa yuko very polite. Anasimamia sheria. Angalii Yanga, angalii Simba. Panapotakiwa hukumu ana hukumu vile. Perato amesimama kabisa. Wengine wanaogopa nitazomewa, nitafsija. Unafanya nini? Kwani nchi yetu si inalindwa na amani? Amani si ndio imekithiri? Wewe una pressure nini? Wasiwasi wako ni kwani ubageni? Unatoka kubageni timu lazima Simba ipate matokeo. Ile mechi ya juzi ile sikabageni lazima timu ipate matokeo. Unaona kabisa referee kautaka sana mchezo kuliko ni Simba Sports. Simba Sports walikuwa tayari kwamba sisi hapa tufungwe au tutoke draw. Lakini refa kamba hapana, mimi nataka mchezo kuliko ni nyinyi. Sasa nini? Man of the match ile game ni Omari nani? Kiombo. Na ndio inasemekana kwamba marefali kama hao ndo wanahusika kwenye upangaji wa matokeo kutokana na namna alivyochezesha. Of course, wewe unamuondoa vipi sasa? Wewe unamuondoa vipi? Bila shaka kwa mafani hivi alivyochezesha. Mimi nakuuliza swali. Refa unatakiwa mchezaji akufuate wewe mwenyewe, lakini Omar Shomari Kapombe anatenga pigo la kona. Lanzimeni line 2 anaongea naye hivi, anamwambia nini? Anamwambia nini? Alafu baadaye inatoka scenario hiyo inakuja kutoka penalty ya pili. Wewe una gani nini? Kuna jambo liko sawa. Wewe tu kwa mtazamo una assume nini? Alafu sijui hujui kama hii ligi yetu inaonyeshwa mechi zote, sijui elewi hilo. Sijui anaongea kabisa Omari kainama anaongea naye kabisa hivi. Kuongea mchezaji na muamuzi haikatazwi, lakini pale mchezaji anapomfuata muamuzi. Sio muamuzi umfuate mchezaji. Ndio. Yes.